Asante sana waandishi kwa kufika. Mimi naitwa Abdul Omar Nondo, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ACT Wazalendo, na leo tumewaita mahususi juu ya yanayoendelea kama jumuiya ya vijana ambao tuna wajibu wa kusimama madhubuti kutetea na kupigania maslahi ya vijana. Tumeona ni fursa ya kuja mbele yenu kuzungumza na nyie. Jambo kubwa ambalo tumewaitia ni swala la uwezeshwaji vijana kiuchumi na mikopo kwa vijana ambayo wanapaswa kunufaika na kupata. Nyie mnafahamu kwamba nchi hii Tanzania 70% ya idadi ya watu ni vijana ambao ni chini ya umri wa miaka 35. Na vijana hawa ndio wanatengeneza nguvu kazi, takriban wanachangia nguvu kazi katika taifa hili 55.6. Na vijana hawa ndio wanapitia changamoto mbalimbali za ukosefu wa ajira, changamoto za ukosefu wa mitaji, wanahangaika na kujikwamua wenyewe. Na kwa mujibu wa takwimu, kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya vijana hii hapa ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema kati ya vijana milioni 1 kwa mwaka ambao wanaingia kwenye soko la ajira, vijana wanaopata fursa kuajiriwa kwenye sekta rasmi, aidha sekta binafsi na sekta ya umma, ni vijana 200,000 tu. Vijana 800,000 wanabaki mtaani wakiwa bodaboda, machinga, mamalishe, fanya biashara, mawinga, bila kuwa na fursa ya kupata mitaji, mikopo na mazingira mazuri wezeshi ya kiuchumi. Lakini mbali na hapo, kwa mujibu wa sera hii ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema sasa hivi vijana ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi ni 80% ya vijana ambao wanajaribu kujipambania. Na takwimu zinasema shughuli zisizo rasmi zimekuwa kwa kasi kutoka 10.1 mwaka 2006 hadi 59.9 mwaka 2022. Hii inaashiria kwamba kuna kusinyaa kwa utengenezaji wa ajira katika sekta rasmi. Hii inaashiria kwamba kuna kusinyaa kwa shughuli za uzalishaji za kiuchumi zinazotengeneza ajira rasmi. Hii inaashiria ya kwamba kuna kusinyaa kwa jitihada za serikali katika kurasimisha sekta zisizo rasmi kuwa sekta rasmi kupitia uwezeshaji wa vijana kifedha, yani mikopo, ujuzi na maeneo rasmi ya biashara. Ndugu waandishi wa habari, sera ya maendeleo ya vijana hii ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 inatambua wazi na fika kwamba kuna changamoto ya ukosefu wa mitaji kwa vijana, changamoto kubwa sana, na uwezeshaji ni kikwazo kikuu kwa vijana. Mbali na jitihada za serikali za utolewaji mikopo kwa vijana kupitia halmashauri zetu, kupitia hapo awali kupitia mfuko wa maendeleo wa vijana, ambao mfuko wa maendeleo ya vijana awali ulikuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu, sera, vijana, kazi na ajira. Sasa hivi mfuko wa maendeleo ya vijana upo chini ya waziri wa maendeleo ya vijana. Mbali na jitihada za serikali ambazo wanazifanya ili kuwawezesha vijana, bado kuna changamoto kubwa sana zinazokumba utaratibu, mfumo wa utolewaji wa fedha kwa vijana na uwezeshwaji. Bado kuna changamoto kubwa za kimfumo katika utolewaji wa hii mikopo na uwezeshwaji kwa vijana. Kuna taratibu, kuna changamoto kubwa ya kiuwajibikaji, kitaasisi, kiuratibu na ukosefu wa miongozo iliyo wazi na yenye kueleweka. Ndugu waandishi,
Ndugu waandishi, changamoto hizi nilizozitaja ambazo zipo zinapelekea kukithiri kwa wizi, ubadhilifu wa fedha, urasimu, mwamko mdogo wa vijana kukimbilia hizo fursa, makusanyo madogo ya mikopo hii, ubaguzi na ukosefu wa taarifa kwa vijana kuhusu mikopo hiyo na fedha. Changamoto hii inawafanya vijana kushindwa kujikwamua kiuchumi na hivyo kukosa kimbilio. Hali duni ya vijana kiuchumi haiwapi sifa ya kukopesheka katika taasisi za kifedha na mabenki kama microfinance kutokana na masharti magumu yaliyopo, ikiwemo hitaji la kuwa na biashara yenye ofisi ya kuhitaji ushahidi wa mkataba wa pango, sharti la kuwa na leseni ya biashara, sharti ya kuwa na mzunguko wa miamala ya fedha kwenye akaunti ya benki isiyo zaidi ya milioni moja, ambayo inafika milioni moja kwa mwaka kupitia benki, ambayo ushahidi lazima upeleke benki statement, kuwa na dhamana ya nyumba, kuwa na dhamana ya kiwanja kinachoendelezwa ambacho lazima kuwe na pagale, au uwe na gari ambalo uingizwaji wake nchini, importation, sio chini ya miaka 5 tangu kiingizwa kwake. Vijana wengi hawawezi kumudu masharti ya namna hii ya ukopeshaji, na mbaya zaidi, taasisi nyingi za kifedha microfinance na taasisi za kifedha kama benki kunakuwa na riba kubwa sana. Taasisi kadhaa za kifedha riba zake inaanzia 4.5% kwa mwezi, zingine 3.5% kwa mwezi, na sio reduced. Mfano, mimi ni kijana, mimi napenda sana kuzungumza. Mimi nafanya biashara ya viazi. Mimi nanunua viazi Njombe na kuja kuuza Dar. Katikati hapa nilitikisika kidogo, nikajaribu kwenda kutafuta mkopo wa milioni 15 katika hizi taasisi za kifedha. Benki nilishindwa masharti yao, walitaka niwe na gari ambalo importation yake ni isizidi miaka 5. Gari langu mimi sijui na miaka mingapi tangu limeingizwa. Walitaka niwe na nyumba, mimi sina nyumba. Walitaka kuwa na kiwanja ambacho tayari kina pagale la nyumba lililoendelezwa, mimi sina. Walitaka benki statement ambayo miamala yangu ni zaidi ya milioni 100. Lakini nikaenda taasisi za kifedha zingine, masharti ni kama haya, lakini riba yake, kuna moja ya taasisi sitaki kuitaja, nilivyosema naomba nikope milioni 15, wakasema kwa mwaka mmoja utarejesha milioni 22. Kwa hiyo riba ni takriban milioni 7 nitapaswa kuongeza kama riba. Kwa hiyo nazungumza hivi ili tuone picha ni namna gani mfumo wa ukopeshaji na uwezeshaji vijana kiuchumi na mikopo Tanzania sio rafiki kwa vijana. Kwa hiyo serikali inapaswa kuvaa wajibu huu. Serikali inapaswa kuona namna gani ya kuweza kuratibu mifumo yake kuweza kukopesha vijana. Changamoto hizi na nyinginezo zinaashiria namna gani swala la uwezeshaji vijana kiuchumi inapaswa kuchukuliwa kwa uzito na unyeti mkubwa na serikali, kwa kuhakikisha nchi yetu inakuwa na mifumo imara ya kitaasisi, kiuwajibikaji, kisheria, kimiongozo, ili kuzuia wizi, ubadhilifu, urasimu, ubaguzi na kurahisisha uratibu, yani coordination, udhibiti, wepesi wa upatikanaji wa taarifa kwa vijana kuhusu vigezo na taratibu za kupata hiyo mikopo. Lakini nchini kwetu mfumo wa ukopeshaji vijana kupitia fedha za serikali kuu, hata zile fedha za halmashauri 10% ambao ni kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, umekuwa na changamoto kubwa kama ninavyoeleza hapa chini. Nikianza na mfumo wa fedha zinazotoka serikali kuu kwenda kwa vijana. Uratibu wa fedha na mikopo ya vijana inayotolewa kutoka serikali kuu imekuwa na changamoto na haina taratibu zinazoeleweka. Muongozo wa mfuko wa maendeleo ya vijana wa mwaka 2022 umeweka utaratibu ya kwamba fedha zote zinazowezesha, ambao muongozo huo ni huu hapa mimi ninao. Huu ni muongozo wa mfuko wa maendeleo wa vijana.
Mfuko wa maendeleo ya vijana upo chini ya ofisi ya waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka, ambao ni mfuko unaoweka fedha zote zenye malengo ya kuwezesha vijana mikopo. Mfuko wa maendeleo ya vijana, ukisoma mwongozo huu wa mwaka 2022 unasema fedha zote ambazo zinatengwa na serikali kuu kuwasaidia na kuwezesha vijana kukopa zinapaswa kupita kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana, ambao namba yake, kuna namba yake akaunti kabisa. Ukisoma mwongozo mpaka kuna namba akaunti. Lakini sicho hicho kinachofanyika Tanzania. Utaratibu wa utolewaji wa hizi fedha haueleweki, sio serikali kuu wala halmashauri zetu. Mfano halisi ni hizi fedha shilingi bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais Samia mwaka huu Januari 2026 amezitoa kwa ajili ya kuwezesha vijana kupata mikopo. Fedha hizi bilioni 200 zilikabidhiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba tarehe 5 Februari 2026. Alizikabidhi kwa hundi bilioni 200 akimpa Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka kwamba bilioni 200 hizi hapa kazitoa Mheshimiwa Rais kwa niaba ya kuwasaidia vijana kiuchumi na kukopa. Mheshimiwa Nanauka akasimama siku ya pili akazungumza, fedha zimetoka shilingi bilioni 200 katoa Mheshimiwa Rais, lakini fedha hizo zimekwenda wizara za sekta. Waziri wa vijana anapewa fedha, anakuja kutuambia sisi vijana kwamba fedha hizo zimepelekwa wizara za sekta. Sisi tulitarajia Waziri Joel Nanauka baada ya kupokea ile hundi aje awaeleze vijana kwamba bilioni 200 zipo, utaratibu wake ni huu. So mwongozo ambao unasimamia fedha za maendeleo ya vijana kutoka mfuko wa maendeleo ya vijana ni huu hapa, ambao kama mwongozo huu ungefuatwa, maanake hizi bilioni 200 zilipaswa zipite kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana, then huu mwongozo ndio ufuate namna utolewaji wa hizo fedha. Fedha hazijapita kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana, maana yake huu mwongozo hautotumika kusimamia hizo fedha. Atuambie hizo fedha zinazokwenda wizara za sekta zinasimamiwa namna gani? Utaratibu wake wa utolewaji ukoje? Swali namba 3 ambao ngome ya vijana tunamuuliza Mheshimiwa Joel Nanauka, Waziri wa Maendeleo ya Vijana, ni mfumo upi wa uwajibikaji, ufuatiliaji na tathmini inayotumika kufuatilia na kudhibiti matumizi mabaya ya fedha hizi, kuzuia wizi na ubadhilifu wa fedha hizo bilioni 200 ili ziwafikie na kuwanufaisha vijana ambao ndio walengwa katika hizo wizara za sekta? Ni utaratibu gani? Maana kama zimepelekwa wizara za sekta, maana yake kwanza mpaka sasa hatujajua kila wizara imepata shilingi ngapi. Kwa hiyo haiwezi kufuatilia kitu ambacho hujui wizara imepata shilingi ngapi. Hatujui kilimo amepata shilingi ngapi, hatujui uvuvi amepata shilingi ngapi, hatujui madini amepata shilingi ngapi. Anasema fedha zimetoka, Mheshimiwa Rais amezitoa bilioni 200 zimekwenda wizara za sekta, na yeye anajiita ni waziri wa vijana. Tunahitaji taarifa iliyokamilika. Swali namba 4 kwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka, ni utaratibu gani unaotumika kuwafuatilia vijana na kulea vijana wanaokopeshwa hizo fedha bilioni 200 kimaarifa, kiujuzi na ushauri ili kunufaika na fedha hizo bilioni 200 katika miradi yao ili ziweze kuleta tija iliyokusudiwa? Kama unasema vijana wanaenda kukopeshwa bilioni 200, bilioni 200 ni fedha nyingi sana. Fedha nyingi kwa vijana. Kama fedha zimetolewa, vijana wanapaswa kukopa. Si lazima kama waziri ambao una wajibu wa kusimamia maslahi ya vijana utaweka utaratibu wa namna gani hao wanaokopeshwa watafuatiliwa, watashauriwa, watapewa ushauri, watapewa elimu, watapewa maarifa, watasimamiwa? Si lazima useme.
Waziri anakuja kusema bilioni 200 zimetoka, zimeenda wizara ya sekta, alafu anaishia hapa. Tunamwona anazurura tu kwenda mikoani kule na mnyonge. Swali namba 5 kwa Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Kwa nini fedha hizo bilioni 200 zilizotolewa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya vijana na kukopesha vijana na kuwezesha vijana kwenye hizo wizara za kisekta zimepitia wizara za kisekta badala ya kuingizwa kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana wenye malengo maalum ya kuwezesha vijana kupitia akaunti yake mahususi ambayo iko hapa, ambayo ina jina Youth Development Fund. Kuna mfuko wa maendeleo ya vijana ambao tulitarajia hizo fedha zingeenda huko, lakini zimepelekwa wizara za sekta, alafu asemi ni shilingi ngapi. Sasa tunamuuliza kwa nini fedha hizo zilikwenda huko na kwa nini zisingepitia kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana ambao upo. Swali namba 6 kwa Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Waziri atueleze ngome ya vijana na Watanzania na vijana, katika fedha zote bilioni 200 zilizotolewa na kupelekwa wizara za kisekta, kwa maelezo yake mwenyewe akisema ni shilingi ngapi kila wizara imepata? Kuna bilioni 200 zimetolewa, umesema zimekwenda kila wizara za kisekta. Sasa kama waziri ambao una wajibu wa kuratibu hili, fedha hizi ni za vijana wako, si unapaswa uambie vijana kwamba wizara ya kilimo wamepeleka shilingi kadhaa, wizara ya uvuvi shilingi kadhaa, wizara ya mifugo shilingi kadhaa, wizara ya madini shilingi kadhaa, ili iwe na urahisi katika udhibiti dhidi ya ubadhilifu, ili kuwe na urahisi katika ukaguzi, ili kuwe na urahisi katika tathmini. Kazipeleka huko fedha, anaongea tu huko mikoani, amna chochote. Tunaomba hatujibu haya maswali. Swali la 7 kwa Mheshimiwa Joel, Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka. Waziri atueleze ni kwa nini hadi sasa hakuna sheria inayoongoza mfuko wa maendeleo ya vijana, yani Youth Development Act. Badala yake kuna muongozo tu usioeleweka wa mwaka 2022 Youth Development Fund Operation Guidelines wa mwaka 2000 huwa. Yani huu ndio muongozo wa peji 12 eti unaosimamia billions of money ambazo zinatengwa na serikali kwenda kwa vijana. Huu ndio muongozo. Yani mfuko wa maendeleo ya vijana ambao kwa mwaka uwaga inawekwa zaidi ya billions, zaidi ya mabilioni kwa niaba ya vijana, na wanasema fedha hizo zinatolewa kwa vijana. Mfuko huo unaongozwa na muongozo huu. Peji 12. Muongozo huu una madhaifu ukusoma. Muongozo huu ndio maana unafichwa. Hakuna kijana mwenye huu muongozo. Mimi mwenyewe nimeutafuta, nimeupata kwa Ndimbe. Wamekaa nao kule juu. Na ndio maana hizi fedha ambazo zinatoka mfuko wa maendeleo ya vijana, utolewaji wake umekuwa na changamoto kila mwaka. Kila mwaka. Haya maswali yote ambayo tumemuuliza Mheshimiwa Joel Nanauka, na ni maswali ambayo yasio na majibu kabisa. Kama angekuwa na majibu angekuwa ishasema. Yanatoa picha ya wazi kwamba fedha hizi bilioni 200 zitaliwa na kutafunwa mapema mno, kwa sababu hazina muongozo, hazina utaratibu, hazina taarifa. Hii ni kwa sababu hakuna utaratibu wa wazi unaoeleweka kwa vijana kupata fedha hizi, wala hakuna taarifa za wazi zinazoeleweka kwa vijana namna ya kupata fedha hizi. Hakuna uratibu, muongozo wa wazi unaosaidia kuwaongoza vijana kupata fedha hizi, na hakuna udhibiti madhubuti kuzuia fedha hizo kuliwa au kuibiwa na wajanja wachache. Kwa ufupi, hakuna mfumo. Kuna utashi binafsi, na ndiyo maana kila wizara inafanya inavyoona.
Ndugu waandishi wa habari, hakuna uratibu wa mambo yanayohusu uwezeshaji wa vijana. Waziri wa maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka ndiyo mwenye jukumu la kuratibu. Yeye hana habari zaidi ya kuonekana mikoani akitoa fedha kwenye vikundi vya vijana wawili watatu zinazoelezwa kuwa ni mikopo. Ndugu waandishi wa habari, nchi hii ina vijana wengi wenye uhitaji wa hizo fedha na mikopo. Ni lazima kuwe na mifumo imara ya kitaasisi, kisheria, mifumo ya kiuwajibikaji na miongozo ili ijiendeshe hadi ngazi za chini. Kijana wa Kigoma Ujiji akitaka fedha ajue utaratibu gani ufuatwe. Kijana wa Tunduru akitaka fedha ajue utaratibu gani ufuate. Nazungumzia fedha za serikali kuu hizi ambazo zinapita kuna mfuko wa maendeleo ya vijana na hizi ambazo zinatolewa na serikali. Sizungumzii zile halmashauri, nitakuja kugusia za halmashauri kidogo. Hizi fedha zinazotoka serikali kuu hazina utaratibu. Yaani ni kama wizara ndio inajipa mandate ya kupokea miradi kutoka kwa vijana huko chini, ya kupokea proposal, maandiko ya vijana kutoka chini, alafu wizara huku juu ndio inaidhinisha, alafu inashuka chini anasema tumepata mapendekezo yenu ya kutaka fedha hizi hapa. Watu wa Singida, hizi hapa tunapeni milioni 100. Anatoka hapo anaenda tena Shinyanga. Shinyanga, tumepokea mapendekezo yenu ya miradi kule wizarani, tumeidhinisha, tumewaletea Shinyanga milioni 200. Anatoka hapo anaenda Mwanza, anakutana na vijana pale, anasema vijana kule wizarani tumepokea mapendekezo yenu, tumeyaidhinisha, tumewaletea hapa milioni 50 zitawasaidia. Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, hakuna utaratibu wa namna hiyo. Kazi ya waziri wa maendeleo ya vijana ni kusimamia, kuratibu taasisi, mifumo, uwajibikaji, miongozo, sera na sheria, sio kutembea mikoani, kuzurura mikoani na kugawa fedha makundi mawili matatu ya vijana na kujinasibu kuwa anatatua kero na matatizo ya vijana. Ndugu waandishi wa habari, hichi kinachofanyika ni kuongeza urasimu na mlolongo. Haipaswi kuwa namna hiyo. Wizara huku juu ndio hiyo ina mandate ya hizi fedha za maendeleo ya vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Lazima kutengenezwe chombo mahususi ambacho kitakwenda mpaka ngazi ya chini. Kuwe na decentralization ndani ya wizara ya maendeleo ya vijana. Na decentralization hiyo ni kuwa na chombo ambacho kitaanzia juu, wizara ya maendeleo ya vijana, kitashuka. Tutakuja kutoa mapendekezo yetu namna gani chombo kiwe. Ndiyo namna tutakayoweza kutatua changamoto za vijana katika maeneo yao, pasi kusubiri waziri aende ndio atoe milioni 10, milioni 20 kwa vijana. Ndugu waandishi wa habari, tunazungumza hivi kwa sababu tunajua athari yake. Tunazungumza hivi kwa sababu tunajua athari yake. Hapo awali kupitia ofisi ya maendeleo, kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera na vijana, wakati ule waziri mkuu alisimama bungeni mwaka 2022 Februari, akasema katika bilioni 1 ambayo imeendwa kwa vijana kukopeshwa, fedha ambayo ilikopeshwa kutoka kwa maombi ya vijana waliopelekwa, waliokidhi vigezo ni milioni 200, karibuni milioni 700 zilirudi ofisi ya waziri mkuu heti kwa sababu vijana hawana vigezo. Haya ndiyo mambo ambayo tunayakataa, tunayapinga, tunapendekeza kuwe na muongozo madhubuti, muongozo ambao utasaidia vijana kupata fedha na kuweza kujikwamua kiuchumi. Ndugu waandishi wa habari, changamoto hii pia iko. Fedha hizi zimekuwa na changamoto. Fedha hizi zimekuwa zikitolewa kwa ubaguzi, sisi tunajua.
Fedha hizi zimekuwa zikiibiwa kila mwaka. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amekuwa akisema na hakuna hatua zinazochukuliwa. Fedha hizi zimekuwa zikikopeshwa, hakuna marejesho. Fedha hizi zimekuwa hazina usimamizi na hakuna uwajibikaji kwa sababu ya mahusiano ya kimaslahi ambayo yapo kule chini kati ya watendaji wa halmashauri, head of department na madiwani. Diwani anaweza kuja na vikundi vyake vitano, anataka fedha. Afisa maendeleo ya jamii pale halmashauri anasema ndiyo tutaidhinisha, lakini toa asilimia fulani tukupitishie hela yako. Fedha zinakuja, ni vikundi kaleta diwani, vikundi hewa. Fedha diwani anakula, anaenda huko, baada ya miaka mitano diwani anaondoka, akushinda ama akugombea kwenye uchaguzi, hakuna anayewajibika, wote nafasi zao za kisiasa, hakuna chochote kinachotokea. Fedha hizi halmashauri tangu zimeanza kutolewa, leo hii tusingekuwa tunapiga kelele halmashauri zitenge fedha. Fedha hizi zingekuwa zinazunguka zenyewe, kwa sababu ni fedha isiyokuwa na riba. Inakwenda, vijana alichokipokea ndio anapaswa kukirejesha. Kwa hiyo ina maana fedha hizi zingekuwa nyingi halmashauri tangu zimeanza kutolewa, lakini leo hii nazungumza kuna halmashauri hazina fedha. Ni mambo ambayo yanapaswa yakomeshwe. Mapendekezo yetu sasa ambayo tunayo, changamoto hizi ziondoke. Pendekezo la kwanza, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza kwa serikali kiundwe chombo maalum kwa sheria ya bunge chini ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kitakachoitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi, yani Tanzania Youth Economic Empowerment Agency, TEA. Chombo hiki kiwe na jukumu lake kuu liwe ni kuratibu utolewaji na urejeshaji wa mikopo, kufuatilia, kuhamasisha, kushauri na kulea vijana kimaarifa, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa vijana kuhusu miradi na shughuli za kiuchumi, kusimamia marejesho ya mikopo na kuwaunganisha vijana na fursa mbalimbali za kiuchumi, kuratibu na kukusanya taarifa za fursa kwa vijana kutoka idara zingine za serikali. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunapendekeza kuwe na chombo. Kukiwa na chombo, tutatatua changamoto ya fedha za halmashauri. Tukiwa na chombo, tutatatua changamoto ya fedha zinazotoka serikali kuu. Hiki chombo kiwe na mkurugenzi wake na management ngazi ya taifa. Hiki chombo kiwe na bodi. Hiki chombo kiwe na idara, mfano idara ya sera, uratibu, utafiti na mipango, idara ya uhamasishaji, ufuatiliaji, tathmini, miradi na ushauri, idara ya ukopeshaji, makusanyo na utafutaji fedha. Kuwe na hizi idara, lakini hiki chombo kishuke chini. Ikifika ngazi ya mkoa kule, kuwe na ofisi ya mkoa ya Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi, ambao mkuu wake pale wa ngazi ya mkoa atakuwa ni manager. Hiki chombo kiende ngazi ya wilaya na hizi idara. Fedha zote za serikali kuu ambazo zinatolewa kwa niaba ya vijana zipite chini ya hii Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Mfuko wa maendeleo ya vijana ndio uwe mfuko mkuu katika Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi. Fedha zote zitengwe humo. Na sisi tumekuja na pendekezo zuri sana. Halmashauri wanaokana wako na majukumu mengi sana, tuwapunguzie majukumu halmashauri hizi na manispaa. Katika fedha 10% wanazokusanya, kama ambavyo sheria ya fedha ya serikali za mitaa ilivyoagiza, waendelee kukusanya hizo fedha 10% za makusanyo yao ya ndani, na sheria iwaagize hivyo kama ambavyo imewaagiza sasa hivi. Fedha 4% kutoka hizi fedha 10%, zile 4% za vijana zichukuliwe zipelekwe Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo mfuko utakuwa na vyanzo tofauti vya mapato. Mfuko utakuwa na 4%. Kila halmashauri watapaswa kupeleka 4% ya makusanyo kutoka 10%. Halmashauri zibaki zinadili na watu wenye ulemavu na wanawake. Vijana wahudumiwe na chombo maalum kwa unyeti wao kinachoitwa Wakala wa Uwezeshaji Vijana Kiuchumi.
na mfuko wa maendeleo ya vijana uwe chini wa wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Serikali inatoa sijui bilioni 200, bilioni 300, bilioni 100, zisipite sijui wizara za sekta, fedha ziende kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Huko ndio uratibu utakuwa vizuri, kijana atakuwa anajua anaenda wapi. Sasa hivi hakuna chochote kula, halmashauri ni upigaji, wizi, fedha zikusanywi, ujanja, fedha zinaliwa, vijana wanabaguliwa, vijana wameamua kuacha. Huku juu fedha zinazotolewa, Mheshimiwa Rais anatoa fedha bilioni 200, waziri anakuambia zimekwenda wizara za sekta. Utaratibu ukoje wizara za sekta? Hasemi. Zimepelekwa shilingi ngapi kila wizara? Hasemi. Haya mambo yanapaswa kukomeshwa, na dawa ya kutatua changamoto hii ni kuwa na chombo maalum kinachoweza kusimamia vijana na kuwezesha vijana, kitakachokuwa kinaitwa wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Pendekezo letu la pili, na hii sio ngeni, hii kuwa na wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. South Africa wanao wakala wa namna hii, wao wanaita the National Youth Development Agency, iko chini ya wizara inayohusika na masuala ya vijana. Sisi tu huku ujanja mwingi na kutafuna fedha. Pendekezo la pili, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza sheria mpya ya bunge ya mfuko wa maendeleo ya vijana, Youth Development Fund Act, itungwe. Mwongozo wa sasa wa mfuko wa maendeleo ya vijana wa mwaka 2022 ufanyiwe maboresho makubwa ili kufanya mfuko wa maendeleo ya vijana kuwa mfuko mkuu pekee wa uwezeshaji vijana kiuchumi na mikopo chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Nimeshika huu mwongozo hapa, mnauona. Mfuko wa maendeleo ya vijana unaongozwa na huu mwongozo. Hakuna sheria, kuna mwongozo. Sasa sisi tunapendekeza itungwe sheria inayohusu mfuko wa maendeleo ya vijana, itungwe sheria. Na hii mpaka unashangaa, ndugu zangu, Tanzania hapa mifuko yote ina sheria. Mfuko wa maendeleo ya vijana tu ndio hauna sheria, una kamwongozo aka kapeji 12, na mwongozo kusoma una mianya mingi sana ya upigaji mwongozo. Kwa hiyo fedha zinazoingia kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana zinaliwa kwa kuwa na mianya ambayo inaruhusiwa kutoka kwenye mwongozo. Hakuna sheria. Ukisoma mifuko yote, mfano ukisoma sheria ya mfuko wa TARURA, kuna sheria yake. Sheria ya mfuko wa afya, kuna sheria yake. Sheria namba 16 ya mfuko wa maendeleo ya jimbo, kuna sheria yake. Sheria namba 2 ya mfuko wa hifadhi ya jamii, kuna sheria yake. Kwa nini mfuko wa maendeleo ya vijana hauongozi kwa sheria? Tunahitaji sheria ya bunge iundwe. Pendekezo letu namba 3, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza fedha 4% ya vijana kutoka halmashauri isitishwe kutolewa na kusimamiwa na halmashauri. Halmashauri iendelee kukusanya hizo fedha kama ambavyo imeagizwa kwenye sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura namba 290 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2019 kwenye kifungu cha 37A kinachoamrisha halmashauri kukusanya hizi fedha 10%. Halmashauri wakusanya, lakini fedha za vijana 4% zipelekwe kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi, zisibaki halmashauri. Halmashauri wabaki na fedha za walemavu na wanawake tu. Fedha za vijana, kwa sababu ni kundi nyeti, ziende kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana chini ya wakala wa uwezeshaji vijana kiuchumi. Namba 4, pendekezo letu la mwisho, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapendekeza ya kwamba Wizara ya Maendeleo ya Vijana ijipe wajibu mkuu wa kusimamia, kuratibu masuala ya vijana ndani ya wizara na wizara zingine za kisekta serikalini
katika kuibua taarifa za fursa mbalimbali na mipango inayohusu vijana, sio kama ilivyo sasa ambapo waziri anazurura mikoani kwenda kugawa mikopo. Huo haupaswi kuwa wajibu wa waziri. Waziri atengeneza mifumo ya kitaasisi, kisera, kiuratibu, usimamizi na ufuatiliaji. Mifumo hii ndiyo itakayosaidia Wizara ya Maendeleo ya Vijana kufanya kazi na kuibua taarifa na fursa kwa vijana. Bila hivyo tutakuwa tunafanya mark time tu. Waziri atakuwa anapita huko anaongea tu, akirudi hapa hakuna chochote kinachoendelea kwa vijana. Nitoe mfano mmoja tu. Katika upatikanaji wa taarifa. Leo hii ukiwauliza vijana, ukikamata kijana yote tu, muulize Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 200 kwa niaba ya kukopesha vijana. Wewe kama kijana kitanzania unajua hizi fedha zinapatikanaje? Katika vijana 10, mimi nakuhakikishia vijana 10 wote watakwambia hatujui. Hakuna taarifa. Leo nenda kamuulize kijana yeyote tu, mwambie, hivi unajua sheria ya manunuzi ya umma namba 10 ya mwaka 2023 sura namba 410 kifungu cha 61, kifungu cha 64(1), kifungu cha 64(2), kifungu cha 64(3) na kanuni zake za mwaka 2024 inasema katika ununuzi unaofanywa na taasisi za umma kuna makundi maalum: vijana, walemavu na wanawake wamepewa upendeleo wa manunuzi 30%, yani kutoa huduma. Uliza hayo makundi, watakwambia hawajui. 30% maana yake vijana 10%, wanawake 10%, watu wenye ulemavu 10%. Maana kama kujana na kikundi chako unataka kutoa huduma, na sio lazima ukasajiliwe BRELA. Unasajiliwa tu halmashauri, unapewa tenda, unapewa fursa ya tenda 30%. Vijana 10%, wanawake 10%, na watu wenye ulemavu 10%. Uliza, hawajui. Na kwa taarifa ambazo sisi ngome ya vijana tumezipata, wakala mamlaka ya manunuzi ya umma PPRA wao wanasema hivi, wamedhamiria kuhakikisha wanafikia makundi 20,000 katika kupata hii fursa ya upendeleo wa tenda na kutoa huduma katika manunuzi ya serikali. Kama serikali sijui inataka furniture 30% hizo, basi wapeni vijana, wanawake na wenye ulemavu, kama wanaweza kutengeneza furniture nunue kwao. Vijana wala hawajui. Mamlaka ya ununuzi wanasema wamedhamiria kufikia makundi 20,000. Nilikuwa naambiwa mpaka sasa PPRA wamefanikiwa kufikia makundi 1,300 katika 20,000. Kwa tafsiri yake ni kwamba vijana hawana taarifa. Tafsiri yake ni kwamba taarifa na uratibu wa uwezeshaji vijana haueleweki. Lakini vijana wako mtaani wanapigwa na maisha na wanatamani hizo fursa wangezipata wao, lakini watazipata wapi? Taarifa wanazipata wapi? Nani wa kuwapa? It's just like kama vijana wametelekezwa hivi na waziri anapita kupiga propaganda huko, hakuna chochote cha maana.